principally ni nini? Ni pumzi. Uko sahihi. Katika uumbaji Mungu aliumba nini? Aliumba mwili. Lakini cha kwanza tokea miaka mabilioni matrilioni mwanzo ni nini? Ni roho ambayo ndio pumzi ya nani? Pumzi ya Mungu. Tuko pamoja mpaka hapo. Sawa. Sasa katika hii pumzi ndio tunapata kina kitu kinaitwa uhai ambayo ni zoe. Ni nini jamani? Zoe. Kwa hiyo tuna bios na nini? Na zoe. Zoe inapatikana kutoka kwa nani? Jamani, inapatikana kutoka wapi? Kwa Mungu. Zoe inapatikana kutoka kwa Mungu. Bios inapatikana kutoka ardhini. Lakini sasa cha ajabu kuliko vyote ni hivi, bios haiwezi kufanya kazi pasipo nini? Zoe. Nikiwa na maana kwamba haya mahitaji yetu ambayo yanapatikana katika ardhi hayawezi yakafanya kazi pasipo nini? Pasipo mind. Okay, labda niulize swali moja. Mwanafunzi wa usijali wala usiogope, kwa tuna amani. Mpatie mic. Maki sasa mmekataa kuongea, mtaongea sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuongea ni lazima. Yaani mimi darasa langu hili mnaongea tu. Dr. Nyamsusa yeye kwa yuko fair, mimi siko fair. Lakini kwa utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Tunaanza na mama kwanza. Mama, unaangalia kutumia nini? Unaona kutumia nini? Jamani, mbona sikiki? Majibu mazuri haya lazima. Okay. Ongea. Unaangalia kupitia nini? Macho. Vizuri. Mpatie dada pale. Okay. Okay. Unaangalia kutumia nini? Macho. Na unatembea kutumia nini? Miguu. Vizuri. Sawa. Basi. Maswali ni hayo tu mawili. Wangapi tumekubaliana na majibu? Maana yote majibu yamelingana. Wangapi tumekubaliana na majibu? Tunyoshe mkono. Okay, vizuri. Wangapi tunasema kwamba hapana? Amekosea. Mimi peke yangu nimeonyesha mkono. Wanafunzi hawa wamefanyaje? Wamekosea. Macho pamoja na mikono na miguu na vyovyote vile na shingo na vyovyote vile, ni kweli hivi ni viungo ambavyo vipo kwa ajili ya kupelekewa taarifa. Inaweza kufanya kazi yoyote? Haiwezi. Kwa hiyo inahitaji nini? Application. Hello? Tuko pamoja? Kwa hiyo ina maana kwamba huu mkono kama ulivyo hauna uwezo wa kufanya jambo lolote. Kwa hiyo unahitaji nguvu kutoka wapi? Inahitaji nguvu kutoka kwenye nini? Kwenye akili. Kutoka kwenye brain, ambayo nayo brain yenyewe pia haiwezi kufikiria. Kwa sababu brain na yenyewe pia ni mata, ni kama nini? Ni kama mkono. Ila ndani ya brain sasa kuna kitu kinaitwa nini? Akili. Kwa hiyo hatutazami kwa kupitia macho. Macho ni kiungo ambacho kinasaidia kupeka taarifa katika nini? Katika ubongo. Alafu sasa ubongo uchakate zile taarifa na kusema huyu ni mama, huyu ni okay, hapa ni nzizima, hapa ni tuko pamoja. Jamani, tuko pamoja. Sasa jicho linapotolewa ina maana kwamba zile taarifa hakuna kiungo ambacho kitaweza kuchukua nini? Taarifa ili ubongo uweze kuchakata. Ndio maana mtu anakuwa nini? Kipofu. Tuko pamoja. Kwa hiyo unaweza ukawa na jicho lakini pia usiweze kufanyaje? Kuona, ambayo pia ina maana katika hali ya kiroho. Ndio maana Biblia inasema hivi, wana macho lakini hawafanyaje? Hawaoni. Wana masikio lakini hawafanyaje? Hawasikii. Ikiwa na maana kwamba kiungo kipo lakini hiki kiungo hakina nini? Hakina uwezo ambao unatoka katika nini? Katika akili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika hivi vitu viwili utagundua kabisa kwamba kitu cha msingi kuliko vyote ni nini sasa kati ya bios na zoe? Hello, ni nini? Zoe. Kwa sababu zoe ndiye anayempatia uhai nani? Bios. Wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Yes. Kwa hiyo Mungu yeye ndiye mmiliki wa zoe. Kwa hiyo alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu kutoka katika mavumbi ambayo of course nayo anayamiliki, lakini akampulizia pumzi.
ambayo ni nini? Ni zoe, ambayo ni nini? Ni roho, ambayo ni nini? Ni mind. Hello? Ni mind, ambayo hii mind ama hii akili sasa, mwanadamu alikuwa ana uhuru sasa wa kumchagua Mungu au kuchagua otherwise, kwa sababu pia akili ambayo Mungu alimuumbia mwanadamu ambayo ni zoe, ni uwezo wa mwanadamu pia kuweza kuchagua mema na nini? Mema na mabaya. Kwa hiyo tumeona hapo kwamba ukisoma katika kitabu cha Zaburi 34 fungu la 8 anasema hivi, onjeni muone ya kuwa Bwana nini? Yu mwema. Ukisoma katika kitabu cha onjeni muone kwamba Bwana ni mwema. Na hapa nimeweka mfano wa kompyuta. Katika kompyuta kuna vitu vingapi? Jamaa, vitu vingapi? Viwili. Kuna software na nini? Na hardware. Swali linakuja, hivi ukiwa na software una kompyuta? Una kompyuta? Hauna. Je, ukiwa na hardware tu, of course tutaita labda ili kopo tutaita ni kompyuta. Lakini jamani, unaweza kuwa na zile functions za kompyuta. Lazima una vitu vingapi? Na vyote vifanye kazi alafu vyote lazima vifanye kazi kwa umoja na katika harmony, ndio tunakuwa tunapata nini? Kompyuta ambayo imekamilika, yenye software na nini? Na hardware. Vivyo hivyo na sisi, hii mili ni nini jamani? Ni hardware, tuko pamoja, ambayo inahitaji nini? Software. Na hii software ikiondoka, hii mwili unabakia tu kuwa ni nini? Kuwa ni kasha tu ambalo baada ya siku 3, siku 7, siku 8, siku 12, mwezi umeshabadilika. Chakula cha nini? Cha udongo, cha ardhi. Sawa. Kwa hiyo ukisoma katika kitabu cha Yohana 6:63 anasema roho ndiyo itiayo uzima, zoe. Mwili haufai kitu, maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba roho haiwezi ikafanya kitu pasipo nini? Mwili hauwezi kufanya kitu pasipo uzima ambayo ni roho. Yesu akamwambia, mimi ndimi chakula cha nini? Hello, mimi ndi chakula cha nini? Ninachojaribu hapa ninachokijaribu kukielezea ni kwamba katika maisha yetu tunahitaji uzima. Kwa sababu Mungu alipotuumba, alituumba kutoka katika mavumbi, lakini haya mavumbi hayawezi yakafanya kazi pasipo nini? Pasipo uzima. Na uzima unapatikana wapi? Uzima unapatikana katika roho, ambaye hii roho ni yule aliyeipulizia, ambaye ni pumzi ya uhai, ambaye si mwingine bali ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu aliyepulizia hii pumzi, ambaye ni Mungu mwenyewe, hapa amekuja kujitambulisha, amekuja katika mwili. Ndio anasemaje? Yesu akamwambia, mimi ndimi nini? Ndimi chakula cha nini? Cha uzima. Kwa hiyo ina maana kwamba ili tuweze kupata chakula cha uzima, naomba unielewe vizuri, ili tuweze kupata uzima ni lazima tule chakula cha nini? Cha uzima. Na muovu ambaye tutaenda kumwangalia kwa mapana yake mbele, anajua kabisa kwamba ili wewe uweze kuwa salama, uweze kuwa salama ni pale utakapokula chakula cha nini? Cha uzima. Sasa chakula cha uzima ni nini? Chakula cha uzima hakipatikani katika nini? Katika mavumbi. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Jamani, chakula cha uzima kipatikani wapi? Katika mavumbi. Chakula cha uzima kinapatikana katika nani? Katika roho, ambaye ndio nani? Ndiye Yesu. Kwa hiyo tunapomkubali Yesu, tunapompokea Yesu Kristo, na ninaposema kumkubali Yesu, kumpokea Yesu Kristo, sio kwenda kanisani, sio kuwa tu na kwamba mtu wa kidini. Unajua wanasema Gen Z ni religiously but not spiritual. Tena hii aliniambia ni mdogo wangu Nyamsusa, nikaipokea na nikaona ni ukweli kabisa. Yaani ni watu ambao ni wa kidini lakini sio wa kinini? Wa kiroho. Kwa hiyo shetani anajua kabisa kwamba mwanadamu aliumbwa kwa DNA ya kinini? Jamani, mwanadamu aliumbwa kwa DNA ya kiroho, si ni mwili na roho. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba ili aweze kumkamata mwanadamu asiwe wa kiroho, atamfanya awe katika situation ya kiroho, lakini kumbe hana nini? Hana roho. Kwa hiyo anakuwa ni wa kidini. Kwa hiyo anashindwa kupata zile benefit za kinini? Za kiroho. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wote sasa hivi tumejua kabisa huko duniani wanatangaza kwamba mtu ni pesa.
vijana wa kiume mmeambiwa mtafute nini? Ili darasa. Dr. Nyamsusa njoo huko uliko bwana. Jamani, tumeambiwa tutafute nini? Tutafute pesa. Lakini kiuhalisia, je, pesa ina maisha? Hapana, huu ni ulaghai. Na ndiyo maana uzima unapatikana kutoka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Na ukweli wa mambo ni kwamba kuna watu wangapi ambao ni mabilionea na wanajitoa maisha? Kwa sababu gani? Pesa sio uhai. Pesa sio uzima. Pesa sio bios. Pesa sio zoe samani. Pesa ni material. Pesa ni nini? Ni material. Tena hata sio bios. Pesa ni mchanga tu. Ni material yanayotoka wapi? Ardhini. Chochote unachokiona wewe katika dunia hii, iwe ni hii kompyuta, iwe ni hii meza, imetoka wapi? Imetoka ardhini. Sasa kitu ambacho kimetoka kwenye mavumbi hakiwezi kuwa na nini? Na uhai. Kwa hiyo uhai wako wewe unategemeana na mahusiano wako wewe na yule aliyepulizia pumzi ya nini? Ya uhai, ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nyinyi vijana wanafunzi ambao mko katika vyuo na mmeingia katika chuo, ngoja niwaambieni kitu kimoja leo hii. Kama utamwacha Bwana Zoe, kama utamwacha ambaye ndio uzima, aliongea kitu kimoja kwamba ni either utachanganyikiwa au maisha yako hayatofikia kilele kile ambacho ilitakiwa uweze kukifikia. Nikiwa na maana kwamba kuna watu wengi wanaishi huko duniani ambao ni kweli wamemkataa Zoe. Na ni kweli wanaweza wakawa na mafanikio yanayoonekana haya, ambayo wengi wetu tunafikiria hayo ni mafanikio. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu ambaye huwa anaingia ndani ya nafsi ya mtu na kujua huyo mtu jinsi alivyo. Hivi kuna mtu ambaye anajua kwamba mimi hapa nilipo jamani nina huzuni kubwa sana? Kuna mtu anajua hivyo? Hivi kuna mtu anajua kwamba mimi hapa nilipo nina furaha kubwa sana? You cannot tell, kwa sababu naweza nikatabasamu nikawa na nini? Nina fake. Sawa? Research nyingi zimeonyesha mabilionea wengi sana ambao wamejitoa maisha ni kwa sababu walikuwa wanaombwe ndani ya mioyo yao. Walikuwa yani hawana utimilifu na wanajitoa maisha, na ni mabilionea. Masuperstar wengi ambao mnajua mmefuatilia katika mitandao, wengine wanajinyonga, wanajicommit suicide. Kwa sababu gani? Kwa sababu pesa haina uwezo wa kuleta suluhu ambalo linatokana na yule aliyemuumba mwanadamu, ambalo ni nini? Ni Zoe, ambayo ni nini? Ni spirit, ambayo ni nini? Ambayo ni roho. Kumbe na maana hivi, unaweza ukawa hauna vitu ambavyo hivi vya kuharibika, lakini kama una roho, wewe ni tajiri kuliko yule mtu ambaye ana hivi vitu vya kuharibika. Kwa hiyo utajiri wa kwanza unaanza kwa kutambua kwamba wewe umeumbwa kutoka katika mavumbi, na mavumbi hayana thamani. Chenye thamani ni kile ambacho ulipuliziwa kwacho. Sasa mavumbi yanaanza kupata thamani pale ambapo utaelewa kwamba wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu, na kwa mfano wa Mungu, Mungu alipulizia pumzi ya nini? Ya uhai ndani ya nini? Ndani ya Biblia imetumia katika pua zako, ikiwa na maana kwamba kuanza kuwa na uhai, yani I initiate uhai, ambao uhai ulianzia kwa mwanadamu mmoja wa kwanza ambaye anaitwa nani? Adamu. Kwa hiyo Mungu alipoumba, aliumba chanzo kikawa kwa mtu mmoja anaitwa nani? Adamu. Kwa hiyo Adamu ni chanzo, source. Mungu hanaga chanzo mbili, vyanzo viwili vya maisha. Chanzo ni nini? Kimoja. Na ndio maana baada ya kumuumba Adamu, Mungu alikuwa na uwezo wa kumuumba tena Hawa kama alivyomuumba nani? Lakini Mungu hakumuumba Hawa kama alivyomuumba nani? Mungu alifanyaje? Alimtoa Hawa kutoka kwenye nini? Ikiwa na maana kwamba chanzo ni kimoja, ambaye ni nani? Jamani, ni nani? Ni Adamu. Ambaye huyu Adamu sasa anamwakilisha nani? Nani jamani? Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Waefeso 5:22 pale, na ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11, hayo yote yanaongelea jinsi ambavyo hata ndoa inawakilisha uhusiano wa Yesu na nani? Na kanisa lake. Tuko pamoja. Lakini pia yani ili tuweze kumwelewa Mungu lazima tuelewe mahusiano ambayo Mungu aliweza kuyatengeneza. Na ndio maana katika siku ya uumbaji, Mungu alipomaliza kuumba, aliumba pia na kitu kinachoitwa ndoa, na baadaye ikaingia katika Sabato. Kwa hiyo Zoe, ambaye ndiye Mungu, ambaye ndiye uweza wa Mungu, ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikakupatia wewe uhai. Leo tumeanza kwa kuchelewa,
sasa sitaki kuanza kuchokoza huku mbele. Kwa hiyo ninachotaka tuondoke nacho leo ni nini? Nataka tuondoke na hiki: hakuna kitu kinachoweza kukupatia furaha ya kweli isipokuwa Zoe. Wangapi tumeshakuwahi kuangalia mitandao ya jamii, Facebook, Instagram, TikTok ambayo siku hizi haipatikani, na nini nyingine, YouTube. Yaani tunapoangalia tunaanza kujikuta kwamba tunachoka, tunaanza kujikuta kwamba tunakuwa depressed. Au wangapi tukiangalia sana tunakuwa depressed? Au wengine hatujui hata depression ni dalili za depression. Mimi mmoja wapo, yani nanyosha tu mkono. Kwa hiyo okay, nyinyi wengine mko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu azidi kuwabariki, muongezee masaa mengi ya kuangalia hiyo mitandao ya jamii. Lakini na guarantee ni kwamba kwa kadri unavyoangalia unakuwa nini? Depressed. Ni lazima. Ni lazima. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna nini? Hakuna uhai katika hivi vitu. Unaweza ukacheka kutoka asubuhi mpaka nini? Mpaka jioni, lakini hauna nini? Hauna furaha. Kwa sababu gani? Furaha ya kweli inapatikana kutoka katika nini? Kutoka katika Zoe, ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo fungu hili na mafungu haya yanazidi kutuonesha kwamba aliyetuumba ni nani? Ni Mungu, ambaye aliyetuumba. Sasa ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Yohana 1 fungu la kwanza, la pili, la tatu na la 4, ukaenda mpaka hapo, utagundua kabisa kwamba muumbaji ni nani? Ni Yesu Kristo. Na ndio maana katika kitabu cha Yohana 6:35 anasema kwamba yeye ndio nini? Chakula cha nini? Cha uzima. Uzima huu unaoongelewa hapa si uzima mwingine isipokuwa ni uzima wa roho. Kwa hiyo hata ijapokuwa upo katika bonde la mauti, kama roho yako imeunganishwa na imefungamanishwa na Yesu Kristo, hello, kama roho yako imefungamanishwa na Yesu Kristo, wewe una uzima wa milele, na wewe utakuwa na furaha kuliko yule mtu ambaye yupo katika jumba la kifalme lakini hana roho nani? Roho wa Mungu. Petro wakati amehukumiwa kufungwa, na Petro alikuwa anajua Warumi jinsi wanavyofanya, sio kufungwa, alihukumiwa kunyongwa. Sio ananyongwa na kamba, hapana. Unachinjwa kama kuku wa sikukuu ya Krismasi. Hello? Lakini Petro alikuwa amefanyaje? Amelala katika nini? Magereza. Kwa sababu Petro alikuwa na nini? Ana Zoe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwapo ana uzima ambao ni uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo maisha ya bios hayakuwa na msingi sana. Unajua wengi wetu hapa tunapambana sana na nini? Bios. Tunapambana sana na nini? Na vumbi. Sasa nataka niweke balance hapa. Nimesema hivi, vumbi hili, hivi vitu vyote tunavyoviona hivi, vyote ni nini jamani? Ni vumbi. Jamani, hivi vyote ni nini? Ni vumbi, si ndio? Katika wa Petro wa kwanza fungu la 18, Petro wa kwanza 1:18 mpaka 19 anasema kwamba nyinyi hamkukombolewa kwa vitu vinavyofanyaje? Vinavyoharibika. Sawa, bali kwa damu ya nani? Sasa hii damu ni nini? Damu ni Zoe. Kwa hiyo ili Yesu aweze kukomboa wewe, kumbuka kwamba nimesema tumeanza series ya patakatifu ambayo itakuwa inaongelea patakatifu ni nani, sio nini. Kwa hiyo hii damu ili iweze kukomboa wewe ni damu ile ile ambayo kabla alikuwepo ndiye yule aliyepulizia nini? Pumzi ya nini? Pumzi ya uhai. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kwa hiyo ina maana kwamba Yesu Kristo anasema kwamba sisi tulikombolewa kwa sio vitu vinavyoharibika ambavyo ni pesa. Wakati dunia inakufundisha wewe thamani yako iko kwenye nini? Kwenye pesa. Wakati dunia inakufundisha wewe thamani yako iko kwenye muonekano. Na ndio maana kwa kadri tunavyotafuta sasa uwe na muonekano fulani, utaambiwa utumie product fulani, utaambiwa ufanye hiki, ufanye hivi, unagundua kabisa kwamba unakuwa depressed. Kwa sababu gani? Kanuni imeenda ndivyo sivyo. Shetani anachokifanya ameflip the order. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaambiwa hivi, yuko huyu ambaye ni Yesu mwenye nini? Mwenye uzima nini? Mwenye uzima tele. Mwenye chakula cha nini? Cha uzima. Ukiwa na chakula cha uzima haitojalisha uko wapi. Ukiwa na chakula cha uzima ambacho ni Yesu, haitojalisha upo katika mazingira gani. Na ndio maana Petro anajua anaenda kupigwa shoka. Ndio kwanza amelala usingizi. Malaika amefungua geti la kwanza, la pili, la tatu, magereza anafungua tu hizo ngome, lakini Petro wa watu amefanyaje? Hana shida. Maisha yake yapo kwa nani? Kwa Zoe ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Mpaka anashtuliwa, hey bwana, amka bwana, amka. Hey, chukua sendova zako, ondoka. Anaondoka. Kwa sababu gani? Alijua maisha yake amemkabidhi nani? Amemkabidhi Mungu. Kwa hiyo na hata sisi tukimkabidhi Mungu
maisha yetu, ambaye ndiye chanzo cha maisha. Ngoja nikwambie, maisha sio vumbi. Vumbi linapata maana kutoka katika nini? Katika zoe. Na ndio maana katika imani ya Kiadventista tunaamini pia ni lazima tutunze miili yetu. Kwa sababu gani? Hii miili ni medium ya nini? Ya zoe. Hello? Kwa sababu tumesema hivi jamani, kuna vitu viwili, kuna soft copy na hard copy. Soft copy cannot work without the what? The hard copy. Tuko pamoja? Kwa hiyo hawezi kusema msisitizo wangu mimi ni roho, kama hata baadhi ya imani fulani wanaamini katika roho, wasema bwana kila kitu ni roho tu. Yaani mwili hauna, wewe kula nguruwe, kula panya, kula nini haina shida. Kunywa pombe fanyaje? Kwa sababu cha msingi ni nini? Ni roho. Hapana. Ni roho pamoja na nini jamani? Pamoja na mwili. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba roho huyu ambaye sasa anakaa ndani ya mwili, ni lazima mwili uwe katika mazingira mazuri, safi, kama nilivyosema kwamba lazima kila kiungo kiwe na uwezo wa kufanya kazi precisely. Yani ni lazima kwamba ni macho yaweze kuwa yako vizuri, yani ile organ yenyewe iweze kuwa vizuri, ambayo hii organ inalishwa na nini jamani? Na nini sasa? Na ardhi. Yametoka pamoja. Yani kila unachokiona katika ardhi ni kwa ajili ya kulisha nini? Viungo vya mwili. Tuko pamoja. Lakini hivi vilivyopo katika ardhi haviwezi vikafanya kazi pasipo nini jamani? Zoe. Pasipo nini? Mind. Hivi unajua kwamba ili nutrients yoyote iingie na kufanya kazi ni lazima hiyo commanded na akili. Mnajua hivyo? Na ndio maana unaweza kula chakula, yani tumbo halichakati chakula. Hello? Yes, wanafunzi wa MD leo mmepata kitu kipya. Tupungiane mkono wanafunzi wa MD. Mmegoma kupunga mkono. Okay. Mmepata kitu kipya. Tumbo halichakati nini? Chakula, kwa sababu tumbo ni mata. Bwana Yesu asifiwe. Kinachochakata chakula ni nini? Ubongo. Tena sio ubongo, maana ubongo na yenyewe ni mata. Ni nini jamani? Akili. Jamani, si kama ninaeleweka? Sasa ni kwamba akili pia haiwezi kufanya kazi kama hakuna hiyo organ ambayo inaitwa nini jamani? Tumbo. Tuko pamoja? Lakini pia akili inaweza kusema kwamba hapana, leo hii kutokana na situation ambayo nimeiangalia katika mwili wa huyu mtu, leo hii huyu mtu hata kula chakula. Trust me, unakosa nini? Kwa hiyo mwili kinachokufanya ujisikia upate appetite ni nini jamani? Ni akili. Na kinachofanya chakula kichakato ni nini? Ni akili. Na akili ikigoma kutokana na sababu zinaweza kaa ni nyingi. Inaweza kaa ni sababu ya chakula ulichokula, inaweza kaa ni sababu ya mawazo, msongo. Niulize swali moja, hivi ukiwa na msongo umeng'enywaji wa chakula unafanyika sawa sawa? Hapana. Sasa msongo ni nini? Ni mind. Hivi unaweza kaishika mind? Najua wengi mnaweza kaa labda mwaka wa kwanza, wengine labda mwaka wa pili, hata kama ni mwaka wa 5, hata ukiwa ni profesa aliyomaliza degree 12 kasoro 3, hakuna mtu ambaye ameshawahi kuona nini? Akili duniani, hakuna. Tuko pamoja? Unaweza katika, nikiwa na maana katika ubongo wetu hakuna mtu na hakuna mashine ambayo imesha kuona nini? Akili. Yani hakuna mashine imeshawahi kuangalia mawazo. Hiyo mashine sijawahi kuiona mimi. Na najua haitakuja kutokea mpaka Yesu anafanyaje? Mpaka Yesu anakuja. Wanaita electrical impulses. Hizo ni electrical, sio kemikali. Kemikali wanasema kuna katika miili yetu zile chemical zinaweza zikaonekana kwa kupitia vyombo maalum, lakini sio mind. Na hii ni ushahidi tosha kwamba sisi tumeumbwa na nani? Tumeumbwa na Mungu. Na huu ni ushahidi tosha kwamba Mungu ndiye ambaye yuko in charge na maisha yetu. Kwa hiyo nakutangazia wiki hii, ukitaka kuwa stress free, ukitaka kuwa huna depression free, hakikisha unamkula nani? Zoe. Unakula maisha. Unakula zoe kwa kutumia nini? Kwa kusikiliza nyimbo nzuri. Unakula zoe kwa kufanyaje? Unakula zoe kwa kusoma neno. Kabla hujaanza kusoma vitabu vyako, naongea kwa sababu najua hapa naongea wengi na ni wanafunzi. Hakikisha kwanza umesoma zoe, umemsoma neno. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ukianza siku na Mungu, siku yako itakuwa nyepesi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeanza na nini? Na uzima. Kwa hiyo tutakapoendelea na hii series ya patakatifu, tutaangalia patakatifu ni nani na sio patakatifu ni nini. Na tutaangalia jinsi ambavyo uzima wetu unategemeana moja kwa moja pasipo na shaka na uzima wa nini? Wa akili. Ngoja nikwambie, kuna watu wanaopona magonjwa kwa kutumia nini? Kwa akili tu.
Yaani hapa siongelei sijui mitishamba, wala siongelei sijui mtu alikula mzizi fulani, siongelei. Yaani hapa naongelea nini jamani? Akili. Yaani akili ina uwezo wa kukufanya wewe ukapona nini? Ukapona magonjwa. Mara ngapi ambapo mtu anaenda hospitalini alikuwa anaumwa kabisa, yani anaumwa, anaenda labda kutibiwa, alafu anakutana na mtu ambaye ana worse condition kuliko yeye labda mara 10. Hapo panasema jamani, mimi nimefanyaje? Nimepona. Swali linakuja, ni nini ambacho kimemponyesha? Hajakunywa maji wala hajakula dawa yote, na alikwenda labda hata pengine wamemkodia mpaka bajaji. Jamani, uponyaji wa kwanza unaanza wapi? Na ukisoma katika vitabu vya roho nabii vimeongea kitu ambacho duniani katika dunia ya utabibu inakuja kugundua ni kweli kwamba kuna uhusiano wa 100%. Kuna uhusiano wa 100% kati ya magonjwa na nini? Magonjwa na akili. Sasa sisi ambao tumepewa siri hizi za mbinguni, sisi ambao tumefunuliwa siri za mbinguni, tumeambiwa hivi, ili tuweze kuwa na uzima ni lazima tuwe na Bwana nani? Tumuite kwa ile jina letu. Bwana nani jamani? Zoe, ambaye ni uzima wa nini? Uzima wa milele. Na ndiyo maana shetani anapambana watu wasimpende nani? Bwana Zoe, ambaye ni Yesu. Kwa sababu anajua kabisa kwamba kwa kadri ambavyo unakuwa uko mbali na Yesu, ndivyo unavyozidi kuwa nini? Empty. Utakuwa na bios ambao ni huu uzima wa kupumua, lakini hutakuwa na ule uzima wa nini? Uzima wa milele. Mungu atusaidie tunapoangalia hiki kitu, na tutakapokuwa wiki ijayo kwa kadri atakavyotupatia nafasi, tutaweza kuangalia jinsi ambavyo kwa Adamu, yule mwanadamu wa kwanza, alipoumbwa kwa bios, alipoumbwa kwa Zoe, alipoacha kumwamini Mungu, alipoacha kuamini kwamba yeye anaweza kumtegemea Mungu tu, na ndipo tulipofikia mpaka hapa tulipofikia. Dhambi ya kwanza ya mwanadamu ni kutaka kuwa Mungu. Na kwa nini anataka kuwa Mungu? Ni kwa sababu aliamini kwamba yeye anaweza akawa in control, anaweza akawa Zoe. Na ndio dhambi ya kwanza. Na tumefikia hapa ni kwa sababu hata sisi leo hii dhambi zote tunazozifanya ni kwa sababu sisi tunataka kuwa nani? Kuwa Mungu. Yaani chanzo cha dhambi ni kutaka kuwa nani? Kama vile ambavyo mbinguni Lucifer alitaka kuwa nani? Kama Mungu, na sisi wenyewe tunataka kuwa kama nani? Na ndio maana Hawa aliambiwa kwamba ukila utakuwa kama nani? Jamani, ukila utakuwa kama nani? Ikiwa inamaanisha kwamba ni wewe sasa hutohitaji Zoe, hutohitaji sasa hutohitaji kulicharge, hutohitaji kupata nguvu kutoka kwa uzima ambaye ni huyu Yesu Kristo. Sasa hivi wewe utakuwa na wewe ni source. Kumbuka kwamba sisi ni tunaita ni effect. Sisi sio source. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sio chanzo, sisi ni nini? Matokeo. Hello. Kwa hiyo Hawa alitaka kuwa nani? Chanzo. Shida ikaanzia hapo. Lakini aliyekuwa worse kuliko wengine ni nani? Ni Adamu. Adamu yeye akaamini kwamba Hawa ndiye chanzo cha furaha yake. Na ndio maana leo hii watu wengi tumeamini kwamba furaha yetu chanzo chake ni pesa. Watu wengi tumeamini furaha yetu chanzo chake ni mahusiano. Unachanganyikiwa kwa sababu umeamini kwamba katika nini? Mahusiano. Wengine wameamini kwamba mtoto wake wa kike, mtoto wake wa kiume ndio nini? Ndio furaha. Na ndiyo hiyo dhambi ambayo alikopo nayo nani? Adamu. Adamu hakudanganywa. Adamu yeye alicommit suicide, alichukua lile tunda na akatafuna. Kwa sababu gani? Aliamini kwamba furaha yake haiwezi kupatikana pasipo nani? Yule mwanamke. Kwa hiyo akambadilisha mwanamke kuwa nani? Kuwa Mungu, kwamba mwanamke ndiye chanzo. Mungu atusaidie na atuwezeshe. Mwalimu wa nyimbo, uko tayari? Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uasi ulianzia pale ambapo Hawa aliamini kwamba yeye anaweza kawa Mungu. Na watu wengi wanaamini kwamba wanasema unajua Adamu bwana hakudanganywa, aliyedanganywa ni Hawa. Lakini mimi nasema hivi, katika hawa watu wawili ambaye yuko worse zaidi ni nani jamani? Ni Adamu. Kwa sababu Hawa bora alidanganywa na shetani, Adamu alidanganywa na nani? Na mwanamke. Hivi jamani, nani hapo ambaye ana akili nyingi? Okay, hiyo nimeiweka tu, lakini kiuhalisia hata katika akili ya kawaida utagundua kabisa kwamba huyu alikuwa mdhaifu, lakini na huyu pia alikuwa ni mdhaifu nini? Zaidi. Kwa sababu yeye aliamini kabisa kwamba kuliko kusikiliza sauti ya Mungu, mimi siwezi nikaishi bila nani?
bila huyu mwanamke. Kwa hiyo ukisoma hapa katika kitabu cha Mwanzo 3 fungu la kwanza na 4 anasema hivi, nyoka alikuwa mwerevu kuliko nani? Wanyama wote wapi? Aliwafanya nani? Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyowaambia Mungu, msile matunda yote ya bustani? Mwanzo 3 fungu la kwanza mpaka ngapi? La 4. Kwa hiyo shetani akamwambia mwanamke, utakuwa kama nani? Utakuwa kama Mungu. Kwa hiyo kitendo cha mwanadamu kutaka kukata uhusiano wake na uhai, kitendo cha mwanadamu kukata pumzi ile ya uhai. Sasa sio bios. Kwa wale ambao wamechelewa, tulikuwa naongelea kwamba kuna maisha yanayopatikana ambayo ni bios, ambayo ni bio, ambayo yanapatikana katika ardhi, ambayo ndio hii mimi napumua. Alafu kuna maisha ambayo ni zoe, ambayo hayaonekani, ambayo haya ni maisha ya uzima wa nini? Uzima wa milele. Kwa hiyo mwanadamu ni vitu vingapi? Vitu viwili, kwa wale ambao mmeingia sasa hivi. Kwa hiyo mwanadamu alipokula lile tunda akawa hapo hapo amekata nini? Zoe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye ni nani? Yeye amekuwa ni Mungu. Ina maana kwamba Mungu wawili, hakuna Mungu wangapi jamani? Ni kanuni ya kawaida tu. Kuna lugha moja huwa wanatumia, wanasema kwamba wanaume wawili wakae nyumba moja. Sasa haina maana kwamba wanaume wao wakae nyumba moja. Ina maana kwamba kwenye mamlaka tuko pamoja. Sasa ndicho kilichotokea hapa kwa mwanamke, akala, na alipokula ikawa laana imeingia. Laana imeingia kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu amesema yeye ni Mungu. Napoenda kumalizia, amesema yeye ni Mungu kwa kukataa uzima ambaye ni zoe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Mungu hawezi kukulazimisha, ina maana kwamba mwanadamu kwa kujitangaza kwamba yeye ni Mungu, Mungu hana uwezo wa kuendeleza tena kupitisha channel yake ya uzima kwa huyu mwanadamu, kwa sababu mwanadamu amesema na yeye ni nani? Ni yeye ni Mungu. Na ndio maana sasa mpango wa ukombozi ukafanyaje? Ukatangazwa ili mwanadamu asifanyaje? Asiangamie nini? Milele. Kwa hiyo wiki ijayo tutaanza kuangalia huu mpango wa ukombozi, ambao huu mpango wa ukombozi ulikuja tu pale ambapo mwanadamu alipomkataa na kusema yeye ni Mungu, na ndipo mauti ilipoingia ndani ya nini? Ndani ya dunia. Na mauti ilipoingia sasa, ikaingia mauti zote ngapi sasa? Zote mbili. Mauti ya bios ambao ni mwili, lakini pia mauti ya zoe. Lakini mauti kubwa kuliko yote ni mauti ya nini? Ya zoe. Kwa hiyo mpango ukafanyika ambao unaitwa ni mpango wa nini? Wa ukombozi, ambao ndio tunakwenda kuangalia kwamba patakatifu ni nani na sio patakatifu ni nini. Mungu abariki somo lake. Amina. Tupige magoti tupate kuomba. Tunakushukuru Yesu, tukitetemeka kwa kile ambacho umetutendea. Hata tuliposema sisi ni Mungu, ulijua hatuwezi kuwa Mungu na tulikuwa tuangamie milele. Ukachukua kifo ambacho itakiwa tufe sisi ili sisi tupate kupona. Tunaomba ukatubariki kuanzia sasa hivi na vipindi vyote vitakavyoendelea, lakini kuanzia siku ya leo na siku zote tuweze kutambua pasipo wewe hatuwezi kitu. Pasipo uhai wako ambao unatoka kutoka kwako na si kutoka kwenye kitu kingine chochote, hatuwezi kuwa kitu chochote. Tupe neema yako, tubariki somo hili likabadilishe kila kitu katika maisha yetu. Tuanze kutambua cha muhimu na cha msingi kuliko vyote sio pesa, sio dhahabu, sio chochote isipokuwa ni wewe mwenye uzima. Neema yako ikae pamoja nasi, tukiombea vipindi vinavyoendelea tangu sasa na hata milele. Amen.